Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri na tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sofia Amani, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Nezia Masinde na habari za kimataifa zitaletwa kwako na Roman Shirima. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Samia asema mabadiliko ya viongozi anayoyafanya yanalenga kuongeza kasi ya utekelezaji na kuimarisha uwajibikaji. Katika biashara, serikali yamtaka mwekezaji anayejenga bandari kavu katika bandari ya Dar es Salaam kukamilisha ujenzi huo kwa wakati. Na katika habari za kimataifa, watu 14 wafariki dunia baada ya jengo kuporomoka nchini Lebanon. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanze na taarifa inayoeleza kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema mabadiliko ya viongozi anayoyafanya yanalenga kuongeza kasi ya utekelezaji, kuimarisha uwajibikaji na kulinganisha majukumu na vipaumbele vya taifa kwa lengo la kuimarisha mahitaji ya mwelekeo wa utekelezaji wa shughuli za serikali na kuendana na mahitaji ya wananchi. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Rais Dr. Samia amesema hayo Ikulu jijini Dar es Salaam wakati wa zoezi la kuapisha viongozi 7 aliowateua hivi karibuni, ikiwemo makatibu wakuu, makatibu tawala, balozi na wakuu wa mikoa, ambapo amesisitiza kufanya mabadiliko ya wakuu wa wilaya katika mikoa ya Kagera na Mtwara ili kuwezesha utendaji utakaoendana na matakwa ya serikali kufuatia mikoa hiyo kuwa ya kimkakati. Aidha, Rais Dr. Samia amesema hatua yeye kufanya mabadiliko ya mara kwa mara ni kuendana na matakwa ya wananchi, huku akiagiza makatibu wakuu na watendaji wa serikali ambao wameteuliwa kufanya marekebisho ya sheria mbalimbali ili kuruhusu utekelezaji wa sera ya uwekezaji wa ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi, ambapo kwa sasa ni 22% kwa sekta ya umma na 70% kwa sekta binafsi, huku mashirika ya umma ikiwa ni 8%. Nataka mkaimarishe usimamizi wa utekelezaji wa mipango ya taifa, na eneo hili ndilo eneo la utekelezaji wa dira yetu, na kwa bahati nzuri nyewe wenyewe ndio mlikuwa wasimamizi na waandishi wa dira ile. Kwa hiyo mnajua kiliomo, mnajua nini cha kwenda kufanya. Nachotaka kuwaambia katika utekelezaji wa sera na mipango mliotushushia kupitia Waziri Kitila, tunako kwenda mbele kuanzia nadhani mwaka wa fedha ujao tunapoanza kutekeleza dira. Tumesema katika utekelezaji wa shughuli za uchumi, serikali itawajibika 22%, private sector 70%, na mashirika yetu ya umma 8%. Nataka mkafungue, kwa sababu private sector kwa hivi tulivyojitia makufuli haitakuja. Tunazungumza PPP, lakini sheria zetu zina makufuli. Nataka mkayafungue makufuli. Wale wa private sector waje wawekeze nchini, ndipo takapoipata 70%. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi wakuu wa serikali akiwemo makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi, waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, jaji mkuu wa Tanzania, pamoja na viongozi waandamizi wa serikali wakiwemo kutoka vyombo vya ulinzi na usalama. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa sekta binafsi kushirikiana na vyuo kuwekeza katika tafiti, hususan sayansi na teknolojia, ili kuinua viwango vya tafiti na ubora wa elimu nchini. Makamu wa Rais amesema hayo wakati wa uzinduzi wa mpango wa ushirikiano kati ya taasisi za elimu na waajiri uliofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam. Amesema kupitia mpango huo sekta binafsi inaweza kuchangia maendeleo ya elimu kwa kufadhili tafiti na kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa fani mbalimbali kulingana na mahitaji ya soko la ajira. Aidha, makamu wa rais ametoa wito kwa taasisi za elimu na sekta binafsi nchini kuzingatia maendeleo ya kasi ya sayansi na teknolojia duniani katika utekelezaji wa mpango huo. Amesema vyuo na sekta binafsi vishirikiane kubaini ujuzi muhimu unaohitajika sasa na siku zijazo, hususan katika fani za sayansi, teknolojia, ubunifu, tiba,
uhandisi na hesabu ili kuwezesha vijana kushindana na kupata nafasi katika soko la ajira nchini na kimataifa. Makamu wa Rais amesema ushirikiano baina ya taasisi za elimu na viwanda ni hitaji la lazima katika dunia ya leo, kwa kuwa vyuo haviwezi tena kuwa visiwa vya nadharia na viwanda haviwezi kukua bila nguvu kazi yenye ujuzi unaoendana na teknolojia za ushindani wa soko. Ameongeza kwamba serikali ya awamu ya 6 imeweka kipaumbele cha kimkakati katika kukuza ujuzi, ustadi, maarifa na sifa za kuajirika na kujiajiri miongoni mwa vijana na wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu, ikitambua kwamba maendeleo endelevu ya taifa hayawezekani bila kuwa na rasilimali watu inayoelimika na yenye uwezo wa kuchangia kikamilifu katika uchumi wa taifa. Serikali ya awamu ya 6 imeweka kipaumbele cha kimkakati katika kukuza ujuzi, stadi, maarifa na sifa za kuajirika au kujiajiri miongoni mwa vijana na wahitimu wa ngazi mbalimbali za elimu, ikitambua kwamba maendeleo endelevu ya taifa hayawezekani bila kuwa na rasilimali watu iliyoelimika na yenye uwezo wa kuchangia kikamilifu katika uchumi wa taifa. Dhamira hii inatokana na ukweli kwamba 34% ya Watanzania ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 na 35 wanaohitaji kuandaliwa kwa ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira la kitaifa na kimataifa, ambapo kwa sasa zaidi ya wanafunzi 2.1 wapo katika taasisi za elimu ya juu, ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, jambo linaloipa serikali na wadau wake wajibu wa kuhakikisha mfumo wa elimu unazalisha wahitimu wenye umahiri wanaoweza kuajiriwa na kujiajiri na kuchangia ipasavyo katika maendeleo ya taifa letu. Amesema serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa ya sera na mitaala ya elimu katika ngazi zote kwa lengo la kujenga mfumo wa elimu ulio mnyumbufu, jumuishi na unaoendana na vipaji, mwelekeo na mahitaji halisi ya soko la ajira, huku ikizingatia mabadiliko ya teknolojia na ushindani kitaifa na kimataifa. Uzinduzi wa mpango huo ni utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu mwaka 2025, ambapo aliahidi kuanzisha mpango wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi na vyuo vikuu kwa lengo la kulinganisha mafunzo na mahitaji halisi ya sekta za kipaumbele za taifa ndani ya siku 100 baada ya kuapishwa kwake. Uzinduzi huo umehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali, bunge, dini pamoja na wadau wa maendeleo. Wengine waliohudhuria ni pamoja na waajiri na wamiliki wa viwanda, wakuu wa taasisi mbalimbali, wakuu wa vyuo pamoja na wanafunzi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji kwa njia ya ubia pamoja baina ya sekta ya umma na sekta binafsi ili kukuza maendeleo ya taifa. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Dr. Nchemba amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa kituo cha kujaza gesi asilia katika magari CNG kinachomilikiwa na kampuni ya Puma kilichopo eneo la Tegeta jijini hapa, ambapo amesisitiza serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutoa kipaumbele kwa kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo kwa njia ya ubia, ikiwa ni katika kufanikisha miradi ya uwekezaji pamoja na ujenzi wa miundombinu. Serikali inathamini mchango wa sekta binafsi katika kutekeleza miradi ya maendeleo na utoaji wa huduma kwa umma. Sekta binafsi ni mdau mkubwa katika maendeleo na injini ya kuchachusha utekelezaji wa miradi mbalimbali. Kwa kutambua umuhimu huo, serikali imeweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kutekeleza miradi ya maendeleo kwa ubia. Ni kwa msingi huo, serikali imeendelea kushirikiana na sekta binafsi katika ujenzi wa vituo vya gesi asilia iliyoshindiliwa. Matokeo ya ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi ni mengi na yenye manufaa makubwa kwa taifa letu. Kwa upande wake, naibu waziri wa nishati Salome Makamba amesema kwa sasa Tanzania imeendelea kupiga hatua katika kuwezesha matumizi ya gesi asilia, ikiwemo kujenga vituo vya gesi asilia kwa ajili ya magari yani CNG katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Takwimu zinaonyesha kuwa matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini yameongezeka kwa takriban 6.9 mwaka 2021 hadi 23.2 mwaka 2025. Serikali imeweka lengo la kuhakikisha angalau 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo 2034. Vyanzo vinavyohamasishwa ni pamoja na gesi asilia, LPG, umeme, biogas,
majiko banifu yenye ufanisi mkubwa pamoja na nishati jadidifu nyingine. Awali akielezea kituo hicho ambacho ni cha kwanza kwa ukubwa kwa bara la Afrika, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Puma Energy Tanzania, Fatma Abdalla, amesema kituo hicho kitakuwa ni kituo mama ambacho pia pamoja na kutoa huduma ya kujaza magari makubwa na madogo, kitatumika kwa ajili ya kujaza gesi kwa vituo vingine, ikiwa ni dhamira ya Puma katika kuwezesha matumizi ya nishati safi. Kwa kuangalia mbele, kituo hiki kimejengwa kwa kuzingatia upanuzi wa baadaye, kitawezesha uanzishwaji wa vituo vingine vya CNG nchini, kuhimiza ubadilishaji wa magari kwenda matumizi ya gesi asilia iliyoshindiliwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia wateja wa kibiashara na taasisi za umma. Hii ni dhamira ya kuendeleza ujuzi wa ndani na kujenga uwezo wa kitaifa katika sekta ya nishati. Kituo hiki ni sehemu ya mkakati mpana wa Puma Energy Tanzania. Serikali imedhamiria kuimarisha kilimo na ufugaji katika jeshi la magereza kwa lengo la kuliwezesha jeshi hilo kutumia ipasavyo maeneo makubwa ya ardhi inayomiliki kwa kilimo chenye tija na kuongeza uzalishaji wa chakula. Mwanahabari wetu Recho Chacha ametuandalia taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi wakati wa kikao kati ya wizara hiyo na shirika la uzalishaji mali la jeshi la magereza kilichofanyika leo makao makuu ya shirika hilo jijini Dar es Salaam. Waziri Katambi amesema serikali iko katika mpango wa kukutanisha wizara tatu ambazo ni Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Wizara ya Kilimo pamoja na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa lengo la kuweka mkakati wa pamoja wa kuboresha na kuendeleza kilimo ndani ya jeshi la magereza. Kwenye eneo la kilimo tujipambanue kwanza kwa kuainisha maeneo yote na magereza yote ambayo yana uwezo wa kufanya kilimo. Tuwe na hiyo mapping, na najua kazi imefanyika, ipo, lakini tuweke kanzi data kwa maeneo, ukubwa wa ekari kwa hekta. Na pili, tuainishe aina ya mazao ambayo yanaweza kulimwa, mazao ya biashara. Ukiacha mazao ya chakula, mazao ya biashara. Akizungumza katika kikao hicho, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Ayubu Mohamed Mahmud amempongeza kamishna jenerali wa jeshi la magereza kwa juhudi anazozifanya katika kusimamia uzalishaji, huku akisisitiza umuhimu wa kuongeza mapato kupitia miradi ya kilimo na ufugaji. Naona ukuaji wa mapato kwa kipindi kifupi, mapato yamekuwa kwa zaidi ya bilioni 9 kutoka 15 hadi 24. Ni kuonyesha wazi kwamba mnajitahidi kufanya shughuli mbalimbali, lakini pia mmekuwa ni wabunifu wa kuja na product au bidhaa mbalimbali ambazo mnazalisha, kama ambavyo tumeona wakati wa kutembelea katika maeneo yale. Kwa upande wake, kamishna jenerali wa jeshi la magereza CGP Jeremia Katungu amesema jeshi hilo limepokea maelekezo ya serikali ya kuhakikisha linajitosheleza kwa chakula, huku akibainisha kuwa tayari wameanza kuchukua hatua za kuimarisha kilimo na ufugaji katika magereza mbalimbali nchini. Endeleza jitihada za kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji kama ambavyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais yalivyo, ili uzalishaji huu uwe na tija kwa maslahi ya taifa letu. Mheshimiwa Waziri, kuna eneo jingine ambalo tulipewa maelekezo na serikali na kuzalisha na kujitosheleza kwa chakula. Tunayo maeneo makubwa ya ardhi, tunayo nguvu kazi, lakini pia tuna baadhi ya vifaa ambavyo serikali pia imeendelea kutuwezesha. Hivi karibuni tulipokea matrekta kadhaa ambayo tumepeleka mikoani. Na mtazamaji, tunaelekea sasa mkoani Mara ambapo zaidi ya wakazi 14,000 wanaoishi katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wameanza kunufaika na mpango wa kisasa wa usafirishaji wa majitaka baada ya serikali kukamilisha mradi wa majitaka uliogharimu zaidi ya shilingi bilioni 33. Adam Kadutu anayo taarifa zaidi. Kwa miaka mingi wakazi wa manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara walilazimika kutumia mfumo wa kizamani wa kusafirisha majitaka kutoka kwenye vyoo vyao, hali iliyokuwa ikisababisha gharama kubwa, usumbufu na hatari za kiafya. Maji machafu ambayo yangetiririka kwenye ziwa bila kusafishwa sasa yatasafishwa. Kutokana na changamoto hiyo, serikali kupitia mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Musoma MUWASA imetekeleza mradi wa kisasa wa majitaka wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 33 kwa lengo la kuboresha afya ya jamii, kulinda mazingira na kuifanya Musoma kuwa mji wa kisasa unaokidhi vigezo vya maendeleo ya mijini. Kwa upande wa afya ya jamii, mradi huu unaimarisha hali ya mazingira kwa wakazi wa manispaa ya Musoma kwa kupunguza magonjwa ya mlipuko kama kipindupindu, homa ya matumbo na kuhara, kwa sababu sasa yale majitaka yatakuwa yanapigwa kwanza kabla ya kuyapeleka
kuyarudisha ziwani. Lakini kwa hiyo kwa gari la cubic mita 10 au lita 10,000 ya maji taka yakienda kumwagwa kwenye bwawa la kwetu la maji taka tunachaji shilingi 10,000. Kupitia mradi huu sasa wakazi wanapata huduma ya uhakika ya usafirishaji wa maji taka bila kulazimika kugharamia magari ya kusomba taka hizo mara kwa mara. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa Musoma wanaiomba MUWASA kuhakikisha changamoto za uunganishaji wa huduma zinatatuliwa ili mradi wafikie wananchi wengi zaidi. Je, wakati wa kuunganisha yule mwananchi atagharimikia mita zote hizo za bomba mpaka kufika kwenye chemba? Katika kata yetu ya Iringo mradi wetu umepita, lakini kuna baadhi ya nyumba kama 12 mradi huu umeruka. Gezea gharama hiyo izidi kushuka chini tofauti na 80%, kwa sababu tunaona gharama inakuwa ni kubwa sana. Mstahiki meya wa manispaa hii anazielekeza taasisi husika kuongeza kasi ya kuwaunganisha wakazi kwenye mtandao wa maji taka, akisisitiza kuwa mradi huu ni nguzo muhimu ya afya na maendeleo ya mji. Toa wito kwa uongozi wa MUWASA na viongozi wa serikali, hasa madiwani, watendaji wa kata, mitaa na wenyeviti wa mitaa, kutoa elimu ya kutosha kuhusu mradi huu na kuhamasisha watu wengi kujiunga kwenye mradi wa maji taka. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Ni kushukuru sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Watumishi wa afya katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wametakiwa kushirikiana kikamilifu na mapambano ya kukomesha matumizi ya dawa za kulevya katika jamii kwa kuepuka kuchepusha dawa zenye asili ya kulevya kwenye maeneo yao ya kazi. Neema Hussein ametuandalia taarifa zaidi. Akitoa elimu kuhusu mapambano dhidi ya dawa za kulevya kwa watumishi hao, afisa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Desdeli Tumbu amesema mtumishi yeyote atakayebainika kuchepusha dawa zenye asili ya kulevya atachukuliwa hatua kali za kisheria kama mtu mwingine anayejihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Yaani unapokuwa umechepusha labda tramadol au pethidine ukazitoa ukampa mtu ukazidispense bila kufuata zile taratibu, ukikamatwa unachukuliwa mujibu wa sheria kama mtu mwingine anayeuza dawa za nini za kulevya. Sasa tunataka kufikia huko. Sasa sisi kama watumishi wa afya tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunashiriki kwenye mapambano haya. Kwanza ukichepusha ile dawa moja inakosekana kwenye mzunguko. Kwa hiyo akitokea mgonjwa ambaye anahitajika kupata ile dawa hata ipata kwa sababu haipo, imeenda kwa watu wengine. Lakini pili, ukichepusha ile dawa tayari ile dawa inakuwa tena haina thamani tena kwa sababu mtu anakosa access kuipata, kwa hiyo inakuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo lazima kidogo tuwe na integrity, tujue kwamba tumepewa hii dhamana kwa ajili ya kusaidia watu na tusiwe sehemu ya kusababisha dawa za kulevya kuendelea kutapakaa zaidi. Naye kamishna msaidizi wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya Magharibi Christina Rechabura amesema sheria inatoa adhabu ndogo kwa mtumiaji wa dawa za kulevya ikiwa ni tofauti na muuzaji wa dawa hizo. Sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inatoa adhabu, ni mojawapo ya sheria ambazo zinatoa adhabu kubwa kwa hapa nchini. Ukiondoa ile sheria inayotoa adhabu ya kifo, na sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inatoa adhabu ya kifungo cha maisha na kifungo cha miaka 30, isipokuwa adhabu ndogo tu ni kwa watumiaji. Watumiaji wanapewa adhabu ndogo kwa sababu sheria serikali ilitambua kwamba mtumiaji ni mgonjwa. Kukataa kwenda kwenye tiba, sasa ndo anafungwa. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wameomba elimu hiyo iwe endelevu ili kunusuru vijana wengi ambao tayari wameingia na wale ambao bado hawajaingia katika matumizi ya dawa za kulevya. Waendelee kutupa mafunzo kwa kila baada ya muda fulani, kwa sababu vijana ndo nguvu kubwa ya taifa, ambayo tukiendelea kupata ya mafunzo kila baada ya muda fulani tutajua na kutambua madhara ya kutumia madawa ya kulevya. Naamini hata hapa wapo baadhi ambao wanaweza kuwa wanatumia, na mtakapokuwa mnazidi kutoa semina na madhara yake kama hivyo kuchange kwa afya ya akili, huenda na wenyewe wakaelewa na wakaepukana na hayo madhara yote. Mbali na watumishi wa afya, elimu hiyo pia imetolewa kwa wanafunzi wa shule za sekondari na vyuo mbalimbali, wakiwemo wanafunzi wa Chuo cha Maendeleo ya Jamii Msaginya na Chuo cha Ufundi Stadi Mpanda, ikiwa ni jitihada za kunusuru vijana dhidi ya wimbi la matumizi ya dawa za kulevya. Ni kushukuru sana Neema Hussein kwa taarifa hiyo.
Makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya Msalala mkoani Shinyanga yameanza kunufaika na mikopo nafuu ya serikali, hatua inayodaiwa kuondoa changamoto ya mikopo umiza na kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi wa kawaida. Mwanahabari wetu Mwamvita Mkondo ametuandalia taarifa zaidi. Halmashauri ya Msalala imetoa mikopo yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1 kwa vikundi 95 vinavyojihusisha na shughuli mbalimbali za uzalishaji mali ikiwemo kilimo, ufugaji na biashara ndogo ndogo. Mikopo hiyo inaelezwa kuwa ni mkombozi kwa wananchi waliokuwa wakikosa mitaji au kutegemea mikopo yenye riba kubwa, huku serikali ikisisitiza umuhimu wa urejeshaji kwa wakati ili kuwapa nafasi wanavikundi wengine kunufaika. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa maendeleo ya jamii wa halmashauri ya Msalala, Judika Sumari, amesema mikopo hiyo imelenga kuwawezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kujitegemea kiuchumi. Halmashauri ya wilaya ya Msalala ilipanga kutoa mikopo ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kiasi cha shilingi bilioni 1,162,397 na 754. Fedha hizi zimegawanywa kwa uwiano wa 4-4-2 kufanya 10%. Baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo akiwemo Masanyiwa Kazinza na Lucia Saguda wamesema mikopo hiyo imewapa matumaini mapya ya kuboresha maisha yao na kukuza shughuli za kiuchumi. Kama walemavu wenzangu wasikate tamaa na kuua tu wakazi wa majumbani kwao wakishughulika na kuombaomba. Hiyo sio ajira. Unaweza ukazuiliwa na mtu asikupe, ukamuonea wivu, ukakasirika, kumbe na yeye hana. Wajishughulishe tu na kusikia wito wanapoitwa. Mkopo huu wa 10% kwa kujikwamua kwa ajili ya kina mama, vijana na walemavu. Wakati huo huo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Msalala Rose Manumba amewataka wanufaika kuzingatia masharti ya mikopo na kurejesha kwa wakati ili kudumisha uendelevu wa mpango huo. Kuna jumla ya vikundi kama 95 ambavyo vimepewa mkopo kutokana na mapato ya ndani ya halmashauri yetu, ikiwa ni maelekezo ya serikali. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kahama Frank Nkinda ametoa msimamo wa serikali akisisitiza kuwa mikopo hiyo ni chachu ya maendeleo na si msaada wa bure, hivyo nidhamu ya matumizi na urejeshaji ni jambo la msingi. Zisiwe chanzo cha ugomvi miongoni mwenu kwenye vikundi. Mzitumie vizuri ili muweze kufikia yale malengo mliojiwekea kama vikundi ya kuja kukopa, na matokeo yake muweze kurejesha fedha hizo ambazo mtapewa, ili Watanzania wengine wa Msalala ambao hawajapata awamu hii waendelee kupata awamu zijazo. Ni kushukuru sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Mbeya ambapo kutokana na shughuli za kibinadamu zinazoendelea kufanywa na wananchi wa kijiji cha Mbawe, kata ya Santilia, wilaya ya Mbeya, katika chanzo cha maji cha Mbawe, katibu tawala wa wilaya ya Mbeya Mohamed Azizi amewataka wananchi hao kusitisha shughuli hizo mara moja katika maeneo hayo. Mwanahabari wetu Daniel Semelta anayo taarifa zaidi. Maagizo hayo yametolewa na katibu tawala wa wilaya ya Mbeya Mohamed Azizi wakati wa ukaguzi wa vyanzo vya maji katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya baada ya kupokea taarifa za uharibifu kutoka kwa mhandisi wa maji kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa wilaya ya Mbeya Eveta Nzogela kubainisha changamoto wanazokutana nazo. Leo tulisema tufanye hii ziara ya kukagua vyanzo vya maji namna gani vinaharibiwa na shughuli za kibinadamu. Sasa hapa sio mpaka tuseme, ushahidi unajionyesha namna shughuli za binadamu zinavyoendelea kuweka hali hivi. Na haya maji tunayaona mengi kwa sababu sasa ni kipindi ambacho mvua zinanyesha. Tumeona toka juu huko maeneo mengi yanachomwa moto, yamekatwa msitu. Kwa hiyo tuwaombe ndugu zetu wa serikali za vijiji na kata, lakini pia na taasisi zote kwa pamoja tushirikiane kuhakikisha tunalinda hivi vyanzo. Na vinginevyo tuendelee kupanda miti. Hawa wenye mashamba, maana yake vijiji vinafanya makusudi, vinajua yanayoendelea. Na kama ingekuwa ni amri basi hapa hawa wote, kwa sababu tunatakiwa kuwa nje ya mita 60 ya chanzo cha maji. Kwa upande wake msimamizi wa chanzo cha Mbawe Joseph Ndwiti amezungumzia namna hali ilivyo katika chanzo hicho ambalo linaendelea katikati ya mazingira ya
haya maeneo kweli linatutesa kama wananchi na linatuumiza kwa sababu tumejaribu kuwashauri hata hawa wanaofanya hizi shughuli huku wamegoma. Wakati mwingine wamechukuliwa sheria mpaka wakawapelekwa kwenye maeneo ya vituo vya polisi. Waliporudi bado waliendelea na shughuli zile zile za ukataji na uharibifu wa mazingira, na ndio maana na sisi tukaamua kwamba kama waheshimiwa watusaidie kwa hili swala ambalo linaendelea katika kijiji chetu. Katibu tawala wa wilaya Mbeya Mohamed Azizi kwa niaba ya mkuu wa wilaya Mbeya ametoa maagizo hayo. Sisi kama RUWASA ambao ni wanufaika wa hivi vyanzo tunapata wakati mgumu kwa sababu bado kwa upande wa Umalila huku ni eneo ambao tunategemea sana kwenye vyanzo. Ukizingatia kusemao ni vijiji 13 vinategemea kupata huduma ya maji katika eneo hili la vyanzo hivi. Kwa hiyo tunaomba ofisi yako, kushikana ofisi ya mkuu wa wilaya tuweze kusaidiwa kuona namna gani ambavyo tunaweza tukaelimisha jamii niweze kutuachia maeneo ya vyanzo, ukizingatia kwamba kuna beacon tayari, lakini pia kuna juhudi za makusudi ambazo tunazifanya za kuendelea kuleta miti katika maeneo hili. Wiki iliyopita tumeleta miti 600. Tunategemea maeneo yote yaendelee kupandwa miti ambayo ni rafiki wa maji. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TV Habari. Ni kushukuru sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, tunarejea tena jijini Dar es Salaam ambapo mkuu wa wilaya ya Ubungo wakili Albert Msando amewataka wajumbe wa baraza la ushauri la wilaya hiyo kuhakikisha wanapoweka mipango ya kukabiliana na changamoto ya upungufu wa vyumba vya madarasa, zoezi hilo liendelee sanjari na kumaliza changamoto ya ofisi za walimu pamoja na uwepo wa idadi sahihi ya matundu ya vyoo shuleni. Mwanahabari wetu Mrisho Mapeyo ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza katika mkutano wa baraza la ushauri la wilaya ya Ubungo DCC kujadili rasimu ya bajeti ya halmashauri hiyo kwa mwaka wa fedha 2026-2027, mkuu wa wilaya hiyo wakili Albert Msando amesema walimu wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa ofisi, hivyo ni muhimu ikawekwa mipango madhubuti ili kumaliza changamoto hiyo. Nakuta shule ina upungufu wa madarasa, kwa hata kutenga tu darasa kwa ajili ya walimu yenyewe pia inakuwa ni changamoto nyingine. Aidha mwalimu analazimika kutumia korido au kujibana kwenye chumba kimoja kwa wingi waliopo. Kwa nadhani kwenye vipaumbele mlivyonavyo kupitia idara ya elimu msingi, basi muone namna gani swala la ofisi za walimu na lenyewe mliangalia. Lakini sambamba na vipaumbele vya kwenye madarasa, kuna swala la vyoo. Eneo hili niwapongeze kwenye baadhi ya maeneo ambayo tayari mmeshalichukulia hatua na mnaendelea kuongeza matundu ya vyoo kutokana na idadi ya wanafunzi. Aidha, kupitia mkutano huo, Msando ameelekeza kuanza kwa utekelezaji wa maelekezo ya Rais Dr. Samia aliyoyatoa wakati akizindua soko la Kariakoo ya kutenga 5% ya mapato ya ndani kuboresha miundombinu ya masoko. Tumesikia maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba halmashauri zote zinapaswa kutenga 5% isiyopungua 5 kwa ajili ya kupeleka kwenye uboreshaji wa miundombinu ya masoko ili kuwezesha kutengeneza ajira kwa vijana, wanawake na makundi mengineyo katika maeneo hayo. Kwa hili nalo ushauri wangu tuangalie yale masoko strategic ambayo pia yana uwezo kutoa ajira kubwa kwa wananchi wetu na huduma, lakini pia kupunguza pressure kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano mtu anayetoka Kimara inabidi aende mpaka Kariakoo, aende mpaka Mabibo. Kuna maeneo mengine tukiboresha huku yanaweza yakapunguza ile pressure ya kwenda kwenye yale masoko mengine na kutoa fursa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo Aaron Kagulu Mjuli amezungumzia mikakati ya kuongeza vyumba vya madarasa ili kukidhi mahitaji ya idadi kubwa ya wanafunzi kwa mwaka 2028 na kusema kuwa kwa sasa kuna madawati zaidi ya 7,000 ambayo yanatengenezwa kumaliza changamoto ya madawati. Mpaka hivi sasa madawati 7,000 yako yanachongwa. Nafikiri bado madawati 7,000 kukamilika yatatawanya kwenye shule zote ambazo zina upungufu wa madawati, na tutarajia kama kutakuwa na upungufu wa madawati tena. Lakini pia tunayo programu ya kukarabati madawati yaliyoharibika kwenye shule zetu.
wakuu wa shule pamoja na walimu wakuu, tumewapa maelekezo, wanapata fedha za elimu bure. Kwenye elimu bure kuna kipengele cha ukarabati. Kwa hiyo tumewapa maelekezo watumie fedha hizo za elimu bure kukarabati madawati ambayo yanakuwa yamepata uharibifu kwenye shule. Kwa hiyo tunaamini mpaka kufikia mwaka wa fedha 2026/27 tunaweza tukaagana kabisa na upungufu wa madawati. Akitaja vipaumbele vya bajeti hiyo wakati akisoma taarifa ya rasimu ya bajeti hiyo, afisa mipango wa manispaa ya Ubungo Isihaka Hamisi amesema wanajielekeza kwenye huduma zote muhimu za kijamii ikiwemo kituo cha mabasi cha Magufuli, masoko, barabara, shule na hospitali. Moja, kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya kituo cha mabasi ya Magufuli. Mbili, kufanya maandalizi ya miradi ya uwekezaji. 3, kufanya uboresho wa masoko 13. 4, kufanya maandalizi ya kuendeleza kituo cha serikali kilimo chenye miundombinu eneo la Kibesa. 6, uendelezaji wa barabara ya Goba Kinzudi kwa kiwango cha lami na ukarabati wa barabara za kata na mitaa. 5, kutoa maeneo na kulipa fidia kwa ajili ya huduma za jamii. Bajeti hiyo iliyojadiliwa na Baraza la Ushauri la Wilaya ya Ubungo DCC kwa mwaka wa fedha 2026/2027 lina jumla ya shilingi bilioni 149.2 huku mapato ya ndani yakiwa ni shilingi bilioni 53.1 na fedha kutoka serikali kuu ni shilingi bilioni 96.1. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sofia Amani na tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, serikali yamtaka mwekezaji anayejenga bandari kavu katika bandari ya Dar es Salaam kukamilisha ujenzi huo kwa wakati.